Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tunapoanza mwaka wa fedha tarehe 1 Julai, makusanyo yote ya fedha zinazokwenda kwenye mifuko haitapitia mfuko mkuu, itakwenda moja kwa moja kwenye sekta waweze kuendelea na utekelezaji wa miradi hiyo. Tumeshalipitisha ndani ya serikali na sasa hivi tunasubiri tu bunge lipitishe mapendekezo hayo, na tukishapitisha tutakuwa na fedha nyingi ziko kwenye sekta ya maji, zinaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa maji. Za TARURA zitakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa TARURA. Za TANROADS zitakwenda moja kwa moja mfuko wa barabara, na zile za umeme zitakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa REA. Maana yake nini? Maeneo yote mnayoyaona katika mwaka mmoja ama mwaka na nusu yalisuasua, yalipungua kasi, hayatakuwa na kasi ya aina hiyo tena, bali kasi yake itaongezeka. Na changamoto ya wakala wa vipimo wanatusumbua. Tunaomba utusaidie baba. Wanasumbuaje? Mtu wa wakala wa vipimo yuko wapi? Walibeba lita 20 moja, lita 10 moja, lita 5 mbili na lita 3 mbili. Ashiokiliene. Hawajarudisha, wamebeba, wameondoka nayo. Na hatuna mtaji baba. Tuna marejesho, tuna familia na tuna watoto tunawalea, tunawalipia hela za walimu na michango ya chakula. Hebu wakala, kwa nini mmechukua hayo mafuta? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwingine akilia pena kaini. Naitwa Alex Manajani, ni kaimu meneja wakala vipimo Singida. Kwa nini mlichukua mafuta ya wajasiriamali? Kulikuwa na changamoto pale ya ukaguzi, walienda pale siku ya tarehe 11 mwezi wa 6 kwa ajili ya ukaguzi wa kushtukiza. Sasa mara nyingi huwa tukienda pale wanakimbia. Kwa hiyo tulichokifanya ni kufika pale na kuchukua Kwa nini mmechukua mafuta? Ndio swali linalosema. Tumechukua kwa sababu tumekaguzi wa tumechukua kwa sababu sheria ya tujaribu kupima kwenye ujazo haikuwa sahihi. Wewe huwa unafuatilia ziara za waziri mkuu? Nilisemaje kuhusu kuchukua bidhaa za wananchi? Wewe unafuatiliaga ziara? Nimesemaje kuhusu kukamata bidhaa za wananchi? Tuagizo kama tusikamate. Kwa nini mmekamata? Kwa nini mnaenda kuchukua? Huo ni mtaji. Dumu moja la mafuta ndio mtaji wake. Je, mnachukuaje bidhaa? Na nimesema msikamate hata bakuli la maharage. Ni kwa nini mmeenda kuchukua mafuta ya wafanyabiashara? Tumechukua haya mafuta hayo yako wapi? Tunayo kama kielelezo. Kabla sijaondoka wilaya ya Iramba mwe mmeshawarudishia, na ili mshike adabu. Mkuu wa wilaya, kamata walioenda kuchukua hayo bidhaa, weka ndani washike adabu. Haya mambo gani ya kijinga mnaleta haya? Nani hao waliochukua hayo mafuta? Hebu wataje waliochukua hao. Mambo gani haya? Nimewaambia msichukue bidhaa. Nimewaambieni, hii mnataka turudie mara ngapi haya? Mambo ya kizamani hayo. Itarudishwa. Hii umeshamaliza, itarudishwa. Inarudishwa leo. Mwatafute leo mwarudishie bidhaa zao. Tuna siku 5 baba, tufanye biashara, tunakimbizwa. Hamna mafuta barabarani, tumekaa nyumbani. Nimeshaelekeza yanarudishwa leo na mkaendelee na shughuli. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.